Kiukweli zipo taarifa na hawajaanza leo wala jana. Ni taarifa ambazo wamekuwa wakijaribu kwa muda mrefu sana, lakini unafahamu mazingira ya Azam FC kutokana na ubora walionao, lakini pia kutokana na mazingira ambayo wanaweza kulinda kile ambacho wanachokihitaji. Kwa hiyo ni kweli zipo na walikuwa wameanza movement hizo muda mrefu kutaka kuweza kuona kama wanaweza wakampata, na sio yeye tu, walikuwa wanatamani kuweza kumpata yeye, lakini pia kuna wakati washaka kutaka kumtaka Pascal Msindo. Kuna kipindi cha kufikiria kuweza kumpata Faisal Salum, unakumbuka mpaka kai imekwenda sana, lakini pia kuna Kaminko. Kwa hiyo kuna baadhi ya nyota ambao wanatamani kuweza kuwachukua, lakini kipindi hiki, kwa sababu ukiangalia mkataba wa Edinado ni kama unafikia mwishoni, kwa sababu mimi niko nazo unakwenda kuisha msimu huu, yeye Kaminko na wengine kama wawili. Kwa hiyo sio kitu ambacho ni kibaya au ambacho hakipo, ni kweli kipo, lakini sasa mwisho siku inategemeana na Azam. Unajua moja ya sifa ambayo Azam wako nayo ni kuwa na financial muscle nzuri ya kuweza kuleteni kile ambacho anakihitaji. Katika hilo Azam hakuna ambaye anaweza kawafikia. Kwa maana wakitaka mchezaji abaki, watambakisha. Kwa hatua ambao walikuwa wamefikia Yanga na Faisal, ilikuwa ni almost 99% anaenda Yanga. Lakini Azam wakaweza kusimama wakambakisha. Kwa hiyo ukiona timu ambayo inaweza kwenda beyond na matarajio ya mchezaji, manake sio timu ya kuichukulia poa. Kwa hiyo mwisho siku, ili uweze kutoka Azam kwenda timu nyingine, maana yake ni mchezaji mwenyewe awe ameamua sasa, kwa mimi nimefika hatua imetosha, niende sehemu fulani. Lakini kwa maana Azam akihitaji kubakia na wewe, hakuna ambaye anaweza kafanikiwa kuweza kumtoa mchezaji yote kutoka Azam, kwa sababu gharama zao, madau yao ni makubwa. Kumekuwa na taarifa kwamba kocha Ibenge katika orodha ya wachezaji ambao hatakuwa nao msimu ujao, Nado ni miongoni mwa hao wachezaji. Hizi taarifa pia nazo zikoje? Hizo sijazisikia, lakini ukiniambia Ibenge hawezi kuja kuwa naye kwa sababu zipi, yaani siwezi kukuelewa, kwa sababu unapomzungumzia Nado ni miongoni mwa wachezaji ambao wana uwezo mkubwa, hasa wakiwa wanacheza kushambulia kutoka pembeni, lakini pia amemsaidia katika kipindi hiki. So anyway, huwezi kujua, lakini mimi ninachokiamini kwamba pengine tu mchezaji mwenyewe ameamua kwa dhati kama anataka kuondoka. Unajua kuna wakati wachezaji hawaangalii tu masuala ya kifedha, wakati mwingine anakuwa anaangalia labda ana dreams zake, alikuwa na ndoto, wakati mwingine anaangalia pengine kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine. Lakini kiukweli Yanga walikuwa wanamhitaji, na ukimwangalia ni local player, kwa hiyo bado lipo, japo kwa bado lipo. Kwa hiyo tunaendelea kusubiri. Na kwa jinsi ambavyo ulivyomtazama Edinado pale Young Africans, anaweza kupata nafasi na kuwa tegemezi? Edinado timu yote anacheza, sio Yanga tu. Yanga, Simba, Azam wote anacheza. Kote anacheza. Kwa sababu ana vitu vingi, kasi, maarifa, uwezo wa kufunga, ana dribbling nzuri, uwezo kufanya kuweza kuinteract, turning zake. Ni mchezaji ambaye popote pale anacheza. Ana uwezo mzuri sana. Unaweza kumtumia kama kutoka pembeni, ukamtumia kama nyuma mshambuliaji. Yaani anafiti. Sasa haya mengine ya kucheza kucheza, sasa tegemea na juhudi yako na uwezo wa kuweza kuadapt kwa haraka. Sababu kuna wakati unaweza kwenda sehemu ukachelewa kuweza kuadapt, ukajikuta unaanzia benchi, watu wanakosa kuamini, unapata pressure, unapotea. Na mbali ya Edinado pale Azam anahusishwa pia na Kaminko, kwamba hawa wote wapo kwenye mazungumzo na klabu ya Young Africans, na kwamba huenda msimu ujao akaonekana pale Yanga. Dili ya Kaminko nilizungumza tokea msimu uliopita. Ndio. Nilizungumza, nadhani nilikwambia walikuwa wanamhitaji na mkataba wake sasa unafikia mwishoni katika msimu huu, na bado Yanga wanamhitaji. So bado ukiangalia toka Yanga ametoka Aucho, kiukweli wana struggle kwenye sehemu ya kiungo cha ulinzi. Bado Yanga hajakuwa stable, bado hajapata mtu ambaye akacommand akatawala ile eneo baada ya kutoka Aucho bado. Kwa hiyo wanaendelea kufikiria mtu ambaye atakuwa ni mbadala sahihi. Na kumwangalia Kaminko, anaijua ligi, amekaa kwa muda mrefu, lakini kwa aina ya uchezaji wake anaweza kawasaidia. So ukiangalia Damaro bado ana mapungufu mengi kimchezaji katika lile eneo. Ndio bado timu kiangalia bado haiko rigid. Kwa nafikiri akipatikana yeye ataweza kuwasaidia katika ile eneo. Kwa hiyo hawa wawili ya Kaminko na Nado ndio hao pekee wanahusishwa na Young Africans, ama kuna wengine pia kwa taarifa ambazo unazo? Ni hao wawili kwa sasa. Na lolote linaweza katokea anytime. Wakati tunazungumza asubuhi kwenye dunia ya michezo, uligusia kuhusiana na tukio la Azam FC wachezaji wao kuugua. Umeeleza vizuri kwamba yani mamlaka zinapaswa kuangazia kwa undani, kwamba kuliangalia tukio toka ilipoanzia, si ndio? Ndio. Kwa hiyo bado msimamo uko vile vile kwamba ni vizuri mamlaka zikaendelea pale ambazo zimesimamia.
yani ni vizuri zaidi haya mambo yapo, kwa sababu yameanza kuzungumzika muda mrefu, na mimi nilikuwa mtu wa kwanza nikasema, jamani, itafika siku tutapata maafa viwanjani, kwa sababu afya za wachezaji ni kitu muhimu sana, na ukizingatia wanaingia katika mchezo ambao unatumia matumizi makubwa sana ya energy, ambayo unahitajika kuwe kuna high consumption of oxygen, kitu ambacho ili uweze kuvuta oxygen nyingi ni lazima uwe fit, kwa maana mwili wako uweze kuandago proper metabolic activities za mwili. Kwa watu ambao wanasoma biolojia wanaweza wakanielewa ninachokizungumza, sawa, ili uwe na uwezo mkubwa sana wa kuweza kuvuta. Sasa haya matukio yamekuwa yakizungumzika tu, kama nilivyokuambia, kuna mechi tulisikia kwa siku ya chumba cha chango cha Yanga, tumekuta kina bomba za ambaye haeleweki, iliishia wapi? Basi kuna watu na harufu ambazo zinapatikana vyumbani, watu wamesoka kuingia vyumbani, viliishia wapi? Kwa sababu kama matukio mengi sasa imefika hatua wachezaji wamepata hii shida. Hasa hapa kuna vitu viwili, unaweza ukatengeneza propaganda au ikatokea hali fulani ya kuweza kuwachafua TRA wakiwa hawahusiki, kumbe wakati mwingine ni uzembe au kuna mazingira yalikosewa kwa upande wa mwandalizi wa chakula au mazingira ya hoteli. Sasa ili kuweza kutengeneza usawa, Azam apate kinachostahili na pengine TRA apate kinachostahili, au pengine hoteli inaonekana ilikuwa na makosa, ni lazima uanze kufuatilia tokea changamoto ilipoanzia. Na uzuri timu ilisafiri ikiwa na daktari atuambie hali hii ilianza saa ngapi, alafu warejee nyuma waangalie walikuwa wako wapi, walifikia wapi, walikula nini, na vitu vingine vingi viangaliwe, walilala wapi, palikuwa pana nini, ndio itakuwa namna bora. Lakini ukilichukua tu ukapapa, pengine itakuwa TRA, pengine kuna sehemu nyingine nyuma kubwa ambayo hautaiona. Unaelewa? Yani usianze kuliweka, yani ukaanza subject na matokeo kiwanja. Hizi scenario za kuugua matumbo zinatokeaga wakati mwingine, watu wamekula vyakula ambavyo sivyo, inatokeaga wakati mwingine, kuna mambo ya hewa inatokea. Lakini unapoona ili inatokea huku kukiwa kuna sintofahamu kubwa wa haya mambo, huku timu nyingine zimegoma kuingia vyumbani, zinakaa mpaka nje kwenye nyumba, maana yake tayari kuna tatizo. Yeah. Kwa hiyo hili lisangaliwe juu juu. So juu juu. Lakini wakati mwingine, watakuwa wako tayari kulifanyia kazi kwa ukweli? Kwa sababu kulifanyia kazi kwa ukweli itakubidi utoe majibu ya ukweli. Una hiyo gasi ya kutoa majibu ya ukweli? Hujanielewa? Kulifanyia kazi jambo kwa ukweli itakupelekea upate majibu ya ukweli na scenario zote zilizopo. Ukipata majibu ya ukweli katika scenario zote, una hiyo nguvu ya kuweza kutoa hukumu ya ukweli kutokana na majibu ya ukweli? Kwa hiyo kwamba unaweza kupata ukweli lakini maamuzi sasa ukijigundua kwamba huwezi kutoa maamuzi ya ukweli, ndiko unakwenda kupuuza vitu vya ukweli kutokana vya kawaida. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.